Bunduki aina ya M16 ambayo inaaminika kutumika katika mauaji ambayo yamekuwa yakifanyika mjini Isiolo imepatikana. Akiongea na wanahabari mjini Isiolo, afisa wa upelelezi Bwana Wekesa amesema wamekuwa wakifuatilia kwa karibu baadhi ya washukiwa kwa mwaka mmoja uliopita na wakafanikiwa kumtia mbaroni mshukiwa mkuu. Tumekuwa na suspects wanawarada wa cases za mauaji aswa kwa mwaka huu na part of mwaka ambao umeisha, na kwa ushirikiano wa multi agents pamoja na ngao machifu wetu police reservists, tumeweza kuwa tukifuata hawa suspects ambao tuko nao. Tumekuwa na cases, a number of cases za mauaji, lakini hatujakuwa successful kupata weapons ambazo zimekuwa zinatumika kwa mauaji. So siku ya jana tuliweza kupata breakthrough kwa sababu juma lililopita tulikuwa na leads kwamba suspect fulani alikuwa mahali kwa hospitali, alikuwa anapata matibabu. Tuliweza kupata hiyo suspect, tukamshika na tukampeleka kotini. Saizi ako remanded Isiolo Police Station. Na kupitia kwa hiyo suspect tumeweza kupata hii bunduki ambayo ilikuwa inaonyeshwa na County Police Commander. Na hii bunduki kulingana na uchunguzi wetu iko related na maafa ambayo yamekuwa yanatokea katika mji wa Isiolo. Katika mwaka wa 2025 Januari kuna mauaji yalifanyika upande wa Meru maili 3. Kuna jamaa anaitwa Patrick Nyaga Gathu aliuliwa Januari tarehe 26, na tumekuwa na ushahidi kwamba huyu suspect ambaye tuko naye in custody alihusika, na tuna sababu kuamini kwamba hii bunduki ilihusika katika hayo mauaji. Vilevile katika mwezi wa December last year katika sehemu ya kambi ya juu katika bar inaitwa Sakama, kuna kijana aliuliwa usiku wa kuamkia Krismasi, na pia tumepata ushahidi kwamba huyu suspect pamoja na wengine ambao wako kwa rada yetu walihusika katika mauaji ya Muthethia. Pia katika mwezi wa pili tarehe 18 kuna mwalimu aliaga anaitwa William Maingi Gitobo ambaye alikuwa deputy principal Leparwa. Katika uchunguzi wetu pia tunaona kwamba huyu mhusika pamoja na wengine ambao ni kundi lake ndio walikuwa wameweka ile ambush ambapo marehemu deputy principal William Maingi Gitobo aliaga. Kisha mwisho tumekuwa na kesi ya mauaji ya madam anaitwa Angelica Kananu ambaye ilitokea mwezi jana, na tuna sababu pia kuamini kwamba huyu suspect ambaye tuko naye kwa cell ambaye jina lake anaitwa Alois Lochuchu ako cell na tumeshampeleka kotini, na sasa tuko na ushahidi wa kutosha kwa sababu tumepata hii bunduki ambayo tunaenda kuisubject kwa forensic analysis. Wekesa amewashukuru wananchi kwa ushirikiano wao. Hata hivyo, ametoa wito wa ushirikiano zaidi ili kuhakikisha washukiwa wote wa mauaji na bunduki zote haramu zinapatikana. Ningependa kuchukua fursa hii kuwashukuru wananchi kwa sababu tumekuwa tukiomba watupatie information, na ni information ambayo imetusaidia kuweza kujua kwamba suspect yako mahali fulani anapata matibabu, na baada ya kupata huyu suspect ndio tumeweza kupata hii bunduki, na tuko na habari kwamba ziko bunduki zingine kule nje pamoja na suspect wengine wako huko nje. So tungependa kuchukua fursa hii kuuliza our partners, machiefs, NPRs na wananchi kwa jumla waweze kutupatia information, na wale suspects wanajulikana, majina yao yanajulikana, ili tukaweze kuwanasa na tutoe hizi bunduki katika mikono mibaya ambayo iko na wananchi. Ilikuwa baada ya yeye kushikwa ndio alituelekeza tukapata hii bunduki, na bado tuko kwa juhudi za kupata wale suspect wengine na bunduki zingine.